Mungu ni mkubwa sana. Unajua wale sio ndugu zangu wale. Kwa hiyo ukiona wanakupokea vizuri, unawaambia washangilie, wanashangilia kwa maana itikieni hiki, wanaitikia, wanasikia unatajwa tu jina lako wanashangilia. Sio kitu kidogo, unajua yani ni kitu kikubwa sana, kwa sababu inaonesha ni kwa kiasi gani umefika kwa watu. Kwa hiyo niseme asante, kwa sababu sio kitu ambacho kinatokea kwa kila mtu, na tutaendelea kufanya vitu vilivyo bora ili hiyo imani isiondoke. Hebu nitajie vitu vitatu ambavyo ulikuwa unazingatia kwenye show yako leo. Kwanza ni kukaa kwenye script. Unajua mimi ni mtu ambaye huwa ninaandaa nini natakiwa niende kukifanya. Alafu naweza nikasema ikitokea kuna ziada nitaongeza hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo katika show hii kila watu ambacho wamekiona jukwani ni kitu ambacho nilishakiandaa, kwamba nitaanza na utaratibu huu, baada ya hapa nita freestyle labda a cappella, baada ya hapa nitaingia na wimbo huu, nitafanya hiki na kile. Kwa hiyo hakuna ambacho kilitoka nje ya kile ambacho nimekiandaa. Kwa hiyo kwanza kuzingatia script, lakini pia kumtanguliza Mwenyezi Mungu, kwa sababu kwa mfano mimi hivi ninaongea, lakini Mwenyezi Mungu angeamua baada ya kufika tu jukwani sauti ingepotea na nisingeweza kuimba. Kwa hiyo kumtanguliza Mwenyezi Mungu, lakini cha pili kuwaheshimu watu wote waliohusika kwenye hii kazi. Kwa sababu gani? Hapa unajua kuna makundi mawili lakini yamegawanyika. Kundi la kwanza ni waliokuita kwenye kazi. Hawa unatakiwa kuhakikisha wanapata kinachotakiwa. Kundi la pili ni hawa tunawaona hapa. Kundi la tatu ni la watu ambao wako majumbani wanaangalia kupitia TV na mitandao ya kijamii. Kundi la nne ni wateja wapya unaowataka baada ya hii. Kwamba okay, umeshafanya Samia Serengeti Music Festival, unatakiwa kwenda kuperform wapi baada ya hapa? Kwa hao nao inabidi uwaimpress ili upate kazi nyingine. Lakini nashukuru kwa nilichokifanya, vitu vitatokea, na hata baada ya hapa natakiwa kusafiri kwenda Dodoma kwa ajili ya show nyingine usiku. Maarifa, tokea umeingia kwenye muziki ni muda sasa, unaweza kusema bongo hip hop imekufikisha wapi tokea ulipoanza mpaka sasa hivi? Ilinitoa sehemu ambayo nilikuwa najulikana na familia yangu tu, kwa maana ya saiko ndogo, lakini mpaka sasa nimekuwa mtu ambaye ninatambulika kwa kiasi kikubwa sana. Hilo ni eneo la fame, lakini kitu kingine imenisaidia kutengeneza maisha. Mimi nilianza muziki nikiwa siwezi kujihudumia, lakini mpaka nimekuwa nilivyo, nimekuwa balozi sekta ya maji, imetokea Maarifa na elimu. Nimekuwa Maarifa ambaye anategemewa na kundi kubwa la watu huko nyuma na anaweza kulifeed. Ninaweza kuendesha michakato yangu mengine ambayo pengine haihitajiki hata kuitaja kwenye kamera, lakini imenifanya ninaishi kama mtu ambaye kazi yake ni hii na anaishi kupitia kazi yake. Hip hop kutoka Tanzania haiendi sana kimataifa. Una mpango gani wa kuhakikisha hip hop inafanya vizuri kimataifa? Sijui kwako wewe unaposema haiendi kimataifa unakuwa umekusudia nini? Kwamba wasanii wa hip hop kutoka Tanzania kuperform kwenye majukwaa makubwa nje ya Tanzania. Wapo wanaperform, labda tu ufuatilie, lakini unajua hiyo tusiangalie tu upande mmoja, tuangalieni kwenye nyanja tofauti. Kwa mfano pia tukiuliza leo hii, labda wakati BET inafanyika labda ya mwaka uliopita, watangazaji wangapi kutoka Tanzania walikuwepo kule? Na kwa nini leo umeamua kuvaa vazi la asili ya Tanzania la Kimasai? Ni kwa sababu ni moja ya tamaduni zilizobaki Afrika ambazo unaweza kuzitambua kwa urahisi sana. Tuliangalia harusi ya kaka Juksi na mavazi ambayo yalitumika, watu wengi wa Kadisi wamevaa mavazi ya Kinigeria. Mimi sio watu wengi kaka, mimi sio